madhara mengi yanayopatikana kwa sisi wanadamu, tukajikuta tumekwisha fika kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatuna mazingira mazuri ya kupokelewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Madhara makubwa hasa tunaambiwa ni tulul amal. Na hii tulul amal ndo ambayo ndo sehemu ama ndo kiini cha mada ambacho Nitazungumza kwa kupitia nukuu za wenyewe walozungumza ama walivyofahamisha nini maana ya tulul amal. Nimchukue al-Imam al-Haddad Twaha mashuhur ambaye alieleza nini maana ya tulul amal. Alianza kwa kusema wa'lamu ma'shara al-ikhwani aikadhallahu qulubana wa qulubakum, fahamuni enyi kusanyiko la ndugu zangu, aikadhallahu azinyenyue Mwenyezi Mungu kulubana nyoyo zetu, wa qulubakum na nyoyo zenu, minal ghafalati kutokamana na kughafilika. Wafikana na tuafikishe sisi wa iyakum na nyinyi lilistidadi kwa ajili ya kujiandaa, linaklatin kwa kujiandaa kuhama, min daril fania kutoka katika nyumba ya kuondoka, ila daril baqiya kwenda katika nyumba ya kubakia. Anna man adharra al-ashya, anasema al-Imam al-Haddad kwamba hakika yanayodhuru mno, yani hakika mambo ambayo yanadhuru mno, ala al-insani yanayomdhuru mwanadamu, tulul amali. Anasema ni tulul amal, ni urefu wa matumaini ya mtu kuishi muda mrefu katika dunia. Wa maana tulul amali, na maana ya tulul amali nini hasa maana ya tulul amali? Anatuambia kwamba ni istisharu, ni mtu kufikiri, kujiwazisha, tulul bakai fi dunia, ule urefu wa kubakia katika dunia, hata yaghliba ala dhalika alqalb, hadi linashinda hilo la kwamba kuishi muda mrefu katika dunia linaushinda moyo. Fayakhudhu fil amali, akawa sasa mtu huyo anafanya matendo bimuktadhahu, kwa matakwa yake, yani kama anavyotaka. Kuwa mtu huyu ana kirusi kinachoitwa tulul amal, matamanio ya kuishi muda mrefu katika dunia, basi kirusi hiki kinampelekea binadamu kama huyu anashindwa kujiandaa hasa na safari ambayo inayotakiwa kwenda kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na ni safari ambayo ni ya kudumu na ni ya muda mrefu. Sasa kwa kuwa na kitu hicho ambacho sisi tunaita ni kirusi, sasa kinamuathiri, kinamuafekti kiasi kikubwa, kiasi ambacho anajisahauzisha na kufahamu kwamba hapa yupo katika sehemu ya kupita, lakini pahala pa kudumu na pa kuendelea ni akhira. Wakati qala salafu salih, hakika wamesema watu wema waliotangulia. Watu wema waliotangulia katika kuzungumza tulul amal wanatuambia, man tala amalahu saa amaluhu, mani yeyote ambaye tala amalahu, amerefusha matamanio yake ya kuishi muda mrefu katika dunia, saa amaluhu, matendo yake yatakuwa mabaya. Na ndivyo ilivyo wewe, make katika vitu ambavyo hutokumbuka kwa kuwa tayari una mazingira ya kwamba wewe dunia hii ndio ushafika, na ndio unaona kama ndio sehemu tayari umekamilika, basi katika kitu ambacho hutokumbuka ni kujiandaa na safari ya akhira. Na katika kipindi bora mno cha mtu kufanya maandalizi, kukithirisha khairati
katika miezi hii. Tuko katika mwezi wa Rajabu, tarehe ya 6 ya mwaka 1442 Hijiria, sawa sawa na tarehe ya 19 ya mwezi wa pili mwaka 1221. Kwa hivyo kuna mazingira ya kufanya. Unajua ukifanya khairi basi hata thawabu huwa zinaongezeka kutokamana na mazingira. Mfano pale msikiti wa Maka pale. Msikiti wa Maka tunaambiwa, ndio maana wengi huwa wanatangulia kwa ajili ya kufanya ibada mbalimbali. Unaambiwa mfano adhuhuri moja ukiswali pale Maka pale, adhuhuri moja tu ukiswali pale ni sawa sawa na wewe uloswali adhuhuri katika sehemu zingine mfano 100,000 ndio zifike daraja la aloswali adhuhuri moja aloswalia pale katika msikiti wa Maka. Ukiswali sunna pale katika msikiti wa Maka ni sawa sawa na mtu ameswali ili afikie daraja la aloswalia pale. Tunaambiwa ni sawa sawa na mtu aswali labda 100,000 hizo sunna katika sehemu zingine. Sasa utaona ni fadhila kubwa. Kwa hivyo daraja linaongezeka kutokamana na mazingira yenyewe. Hata hizi sadaka unatoa huwa thawabu zake zinazidi kutokamana na mazingira yenyewe. Sasa tupo katika mwezi mtukufu na ni katika mfululizo wa miezi ambayo ni mitukufu, na tuna sisitizwa mno tufanye wingi wa kuyafanya yalokuwa ya khairi ili tukakute khairi. Halikadhalika ukifanya yalokuwa mabaya vile vile utaenda kukuta mabaya. Tunaizungumza tulul amali, mtu kuwa na matamanio, yani kuwa na urefu wa kutumai kwamba ataishi muda mrefu katika dunia. Madhara gani ambapo kwamba huwa yanampata mtu wa namna hiyo? Wanasema watu wema waliotangulia, mantwala amalahu, kwamba yeyote atakayerefusha matamanio yake, saa amaluhu, matendo yake yanakuwa mabaya. Wadhālika lianna tula al-amali, kwa sababu gani? Mtu akiwa na urefu wa matamanio ya kuishi muda mrefu katika dunia, matendo yake yanakuwa mabaya. Anasema lianna tula al-amali, kwa sababu hakika ya ule urefu wa mtu kuwa na matumaini ya kuishi muda mrefu, yahamilu ala al-hirsi ala dunia, kuna mchukua kutokamana na kupupia dunia. Mtu anaipupia dunia, watashimiri, na anadumu liimaratiha, kuimarisha dunia, hata yakta, mpaka mtu huyu anakata, hata yakta al-insanu lailahu, hadi mtu anakata lailahu, usiku wake, wanaharahu, na mchana wake, bitafakuri, kwa kufikiria, fi islahiha, katika namna ya kuitengeza dunia, wa kaifiyati sa'i laha, na namna ya kuiendea dunia. Taratan, mara zingine, biqalbihi, kwamba fikra hizi biqalbihi saa zingine zinakuwa ni kwa moyo wake, wa taratan bil amali, na mara zingine huwa fikra kama hizi zinakuwa ni kwa vitendo kabisa. Wataratan bil amali fi dhalika wal akhadhi fihi bidhahirihi fayasiru kalbuhu wa jismuhu mustagharikain fi dhalika, na unakuwa moyo wake na kiwiliwili chake vyote ameviteketeza katika jambo hilo la kufikiri kwamba dunia anaichukuaje, dunia anaibeba vipi, kiasi ambacho dunia ndo sehemu angefahamu ni sehemu ya kupita, ni sehemu tumeletwa hapa kwa sababu Mwenyezi Mungu asema wama khalaqtul jinna wal insa illa liyabuduni, sikuumba binadamu na majini isipokuwa ni waniabudu. Wama khalaqtul jinna wal insa, Allah subhanahu wa ta'ala asema
sikuumba binadamu na majini isipokuwa lengo nililowaumba hawa binadamu na majini ni ili wapate kuniabudu. Sasa binadamu ameacha lengo aliloumbiwa, amekuja akakamata lengo ambalo hakuumbiwa, ambalo ni kushughulika na dunia. Fayakunu fi amri dunyahu. Anaendelea kutuambia al-Imam al-Haddad kwamba wahina idhin, na wakati huo yansa al-akhirah, kipindi ambacho anashughulika na dunia, akhira anaisahau. Wayashtagilu anha, na anajishughulisha anha, kuepukana na hiyo akhira. Wayusawif, na anajichelewesha fil amali laha, kufanya matendo yaliyokuwa mazuri kwa ajili ya hiyo akhira. Fayakun, anakuwa fi amri dunyahu, mtu huyo katika mambo ya dunia yake mubadira, anakuwa ni mwenye kufanya haraka. Wa fi amri akhiratihi, na katika mambo ya akhira yake musawifan, anakuwa ni mwenye kujichelewesha. Wa mukassira, na ni mwenye kupunguza, mara na swali leo mara kesho haswali. Alhasili, kwa kuwa tayari ana kitu kinamwangamiza, kuna kitu kinamuaffect katika moyo wake, basi ndo ambacho huwa kinamsababisha anakuwa katika mazingira hayo. Akhira anaisahau kabisa. Wakana alladhi yambagi, kumbe lililokuwa linatakikana sasa, lililokuwa wakana alladhi, na lililokuwa alladhi ambalo yambagi linatakikana lahu, kwa huyo mwanadamu, ayakisa, ni afanye kinyume. Ayakisa al-amri, ni afanye mambo kinyume. Maanake sasa aipupie akhira kuliko ni kuipupia dunia. Fayashmiru li akhirati, adumu na akhira, allati ambayo hiya darul baqa, ndo nyumba ya kubakia. Wa mautinul ikama, ndo pahala pa kudumu. Wakati akhbara Allahu Ta'ala, ametoa habari Mwenyezi Mungu mtukufu wa rasuluh, na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, annahu la yanaluha biduni sai, kwamba hiyo akhira mtu hatoipata biduni sai, kinyume na kuiendea. Yakifika pahala wewe uipate akhira pasine kuiendea, si mambo ya ajabu. Ni mpaka uwe mfano rahisi tu. Mtu unataka kusafiri. Sasa wakati unasafiri, unamuomba Mwenyezi Mungu, bwana, kutoka hapa unakwenda labda Dar es Salaam, unakwenda Dodoma, upo kwenye kipando. Sasa unamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akufikisha salama, kwa sababu ile sababu ya kumwombea Mwenyezi Mungu unayo. Lakini wewe huna sababu. Unamwambia Mwenyezi Mungu nifikishe salama Dodoma, na uko nyumbani. Sasa utaonekana wewe ni majununi. Ambia Mwenyezi Mungu naomba watoto wa kike na wa kiume, na huna hata mke. Kweli wewe sababu ulizozikamata sio kabisa. Sasa akhira tunaambiwa huwezi kuifika akhira na ukaipata vizuri kinyume na yani tofauti na kule kuiendea. Ni mpaka uiendee, na kuiendea ni kufanya yalokuwa mazuri ili uipate akhira. Vinginevyo itakuwa shida. Na kubwa zaidi ambalo huwa linaathiri haya mambo ni kitu ambacho kinachoitwa fikra. Fikra ni kitu kibaya sana, na tunaambiwa mtu fikra anatakiwa aziogope kama simba. Fikra. Kwa nini? Wanatuambia fikra ndo baadaye huwa yanakuwa matendo yako, na pia baadaye ndo vinakuwa au ndo yanakuwa maneno yako. Mtu hafanyi isipokuwa alifikiria. Mtu hafanyi au hasemi isipokuwa ni kwa kufikiria. Kwa hivyo kinachozalisha matendo, kinachozalisha maneno ni fikra. Kwa hivyo fikra kama hukuzitumia vizuri, ndo zitaharibu maneno yako, na ndo zitaharibu vitendo vyako. Na ndo maana tukaambiwa inna silaha dunya wal akhirah mawqufun ala sihhati tafakkur,
kutengea kwa dunia na akhira kumezuiwa, kumesimamiwa juu ya fikra kuwa salama. Fikra zikiwa salama, basi ndo hata dunia na akhira zitatengamaa, lakini vinginevyo vyote hivyo vitakuwa ni mtihani. Kwa hivyo tujihadhari mno na kitu kinachoitwa ile tulul amal. Mtu kujipa matumaini ya kwamba yeye ataishi katika dunia hii muda mrefu, katika kitu ambacho yani utafikiri mtu huyo ile sehemu umri wake, mazingira ya kuishi kwake yako katika mikono yake, kwamba kiasi ambacho anataka afya yeye akitaka au asipotaka, yani kwamba yale mazingira ya kufa yeye yako katika mikono yake, na wakati ni kitu ambacho hamna kabisa. Kwa hiyo tunaambiwa wakana alladhi, kwamba lililokuwa linatakikanwa ni mtu afanye kinyume. Ilikuwa baada ya watu kutokuipupia dunia, basi waipupia akhera, waipupia kwa kuifanyia matendo yaliokuwa mazuri. Kipindi hiki, kipindi ambacho tayari watu tunaona wanakufa kweli kweli, watu wanapoteza uhai kweli kweli, tunaona kwa macho. Na itosheke tu, mazingira ya kaburi ni mazingira magumu sana. Ndugu zangu, huwezi kufika pahala unaambiwa upumzika kwa amani katika kaburi pale. Kaburi ni sehemu ndogo sana. Juu kuna mchanga mwingi umekubeba. Umeubeba mchanga. Alafu unaambiwa upumzika kwa amani. Unapumzikaje kwa amani? Pale hamna chafeni, hamna umeme, hamna hiki. Unapumzikaje? Utapumzika pale ambapo utakuwa na matendo yalokuwa mazuri kabisa. Kwa hiyo haya kwamba Mtume na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwenyewe ameeleza kwamba mtu hawezi kuifikia akhira kinyume na kuiendea. Watalabi waljiddi, na kuitafuta, waljiddi na kujipinda. Kwanza aitafute, aiendee hiyo akhira, lakini pia watalabi na aitafute, waljiddi na ajipinde, fi dhalika watashimiri lahu, na kudumu na hiyo akhira. Wa amma dunia, ama dunia, fa huwa daru zawali, ni nyumba ya kuondoka, wa intikal, na ya kuhama. Wa an karibi yarhalu minha ila al-akhirah, na muda mfupi kabisa mtu anasafiri kuiacha dunia kwenda akhira. Walaysa ma'mur bitalabiha wala hirsu alaiha, na dunia hiyo ambayo watu wanaipupia, walaysa ma'mur, hakuamrishwa binadamu bitalabiha, kuitafuta, wala hirsu alaiha, na kuipupia hiyo dunia. Bal huwa manhiyun anhu fi kitabillahi ta'ala, bali hiyo, lakini hiyo dunia ni jambo ambalo kwamba limekatazwa, ni jambo ambalo lilokatazwa kuipupia na kuitafuta dunia. Kilichotakikana ni mtu kuipupia na kuitafuta akhira. Anasema walaysa ma'murun bitalabiha wal hirsu alaiha, bal hiya manhiyun anhu fi kitabillahi ta'ala wa fi sunnati rasulillahi sallam, na katika hadithi za bwana Mtumi sallallahu alaihi wasallam zimekataza mtu kuipupia sana dunia. Kinachotakiwa ni mtu aipupie akhira. Lakini lamma tala anu alayhi al-amal, zama mapindi yaliporefuka kwa mtu huyo al-amal, yale matamanio ya kuishi muda mrefu, hamalahu, yakambeba, yakamchukua, ala al-hirsu ala dunia, juu ya kuipupia dunia, wa tasawuf fil akhirati, na kujichelewesha na akhira. Fala yakhaturu lahu amra al-mauti, mtu huyu hafikiri kabisa jambo la kufa. Wa ujubu istidadi, na ule ulazima kujiandaa, lahu, kwa ajili ya umauti, bil amali salihah, kufanya yalokuwa mazuri. Illa wa'adda nafsahu bil faraghi lidhalika, illa, isipokuwa wa'adda nafsahu, anahesabu nafsi yake,
bil faragi, kwa kujipa nafasi lidhai, kwa ajili ya hilo kwamba nitafanya min ishtigali dunia, kutokana na kujishughulisha na dunia, fi awqatin mustakbila, kutokana na nyakati za baadaye. Kaanna ajalahu, yani huyo mtu anavyojiwekea mipango, mwezi huu, mwezi ujao, mwaka ujao nitafanya hiki, nitafanya kile. Anasema kaanna ajalahu, kana kwamba muda wake mtu huyo, fi yadihi, umo katika mikono yake, yamutu mata shaa, kwamba atakufa muda wote atakao yeye, sio kwamba kwa kutaka Mwenyezi Mungu. Yani anakufa kwa matashi yake, sio kwa matashi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hadha kulluhu min shu'min tulil amal, na haya yote haya ni katika uovu wa mtu kuwa na matamanio ya kuishi muda mrefu katika dunia hii. Fahadharuhu, jitahadharisheni, rahimakumullahu, Mwenyezi Mungu akuhurumieni. Wajalu taswifa, fanyeni ataswifa wa taakhira, kule kuchelewa, fi umuri dunia, katika mambo ya kidunia. Jalieni kule kuchelewa na yani kuyatupilia mbali kabisa mambo ya kidunia, na walmubadara, kufanya haraka, watashmir, na kudumu, fi umuri al-akhirah, katika mambo ya akhira. Kama kala nabii alayhi salam, kama alivyosema Bwana Mtume salama, ima lidunyaka, fanya kwa ajili ya dunia yako, kaanna kalata mutu, kana kwamba hautokufa. Yani andaa ukiamua pambana basi na dunia kana kwamba hautokufa. Sema amali akhiratika, nafanya kwa ajili ya akhira yako, kaannaka mayitun gada, kana kwamba wewe utakufa kesho. Fanya kwa ajili ya akhira yako kana kwamba, ukitaka jichanganye huko duniani kana kwamba hautokufa, lakini halikadhalika fanya kwa ajili ya akhira yako kana kwamba unakufa kesho. Kwa hivyo uwe na mazingira mazuri ya kuiandaa akhira yako, na kuifanya dunia ni kama sehemu ya kupita, ni kama sehemu ya kuondoka, muda wote wewe utaondoka. Inshallah Mwenyezi Mungu atujalie katika mwezi huu ni mwezi wa kufanya mema, ili sababu tunaambiwa yote atakayefanya khairi peponi kule kuna ghorofa, inna fil jannati ghurafa, kwamba peponi kunayo magorofa, yura dhahiruha min batiniha, yanaonekana ndani yake kwa nje. Yani ukitizama hivi ni kama mtu yuko kwenye glass, so mpaka uingie, so ukiwa ndani kama majumba yetu, ukiwa ndani, nje unaiona mpaka uchungulie dirishani. Kuna magorofa kule, yani kama uko kwenye glasi, nje inaonekanwa kwa ndani na ndani inaonekanwa kwa nje. Sasa wanasema tukithirishe kuyafanya yalokuwa kheri, na kusimama usiku wa nasu niyamun, na hali ya kuwa watu wamelala. Inshallah Mwenyezi Mungu kwa haya machache kila moja iwe ni ibra na ni mazingatio ya kuyachukua, ili mtu kila moja awe anaelewa kwamba mimi nitakufa kesho, nitakufa muda wowote, na kwa kuwa ni hivyo basi kila moja awe ana maandalizi ya kujiandaa na muda wote atakufa. Kwa hivyo kwa haya inshallah Mwenyezi Mungu atujalie minalladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Mwenyezi Mungu atujalie ni miongoni mwa wenye kusikiliza maneno na wenye kufuatisha mazuri yake na wenye kufuata mazuri yake. Al-afwa minkum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.